Tunajifunza kwa habari ya maadili ya kanisa au ya Mkristo. Tamani Mungu akupe maadili, hekima yake, uenende katika sheria na maagizo ya Mungu. Sheria yake ni kamilifu. Mungu akusaidie wakati huu wengine wanarudi nyuma, wanaanguka, wanamwacha Yesu. Mungu akusaidie, Mungu akutokee wewe, akushike wewe, akuinue tena, kusaidie kuenenda sawasawa na mapenzi yake. Sema Yesu, nimesikia neno lako mchana wa leo, nimesikia neno lako asubuhi ya leo. Toka asubuhi ulisema na mimi, mchana wa leo ulisema na mimi. Nasimama mbele yako, ninajua unanipenda, ndio maana hauachi kusema nami, hauachi kunifundisha, hauachi kunielekeza. Neno hili ulilosikia mchana wa leo liwe baraka ya maisha yangu, liwe baraka ya ujana wangu, wasichana wangu, mama wangu, baba wangu, mzee wangu. Neno hili liwe baraka ya ndoa yangu, familia yangu. Neno hili Bwana Yesu, nimetambua nimefanya vibaya, nimenenda vibaya, nimetenda vibaya. Naomba rehema kwa jina la Yesu, naomba msamaha kwa damu ya Yesu. Neema yako iliokoa wanadamu, iliokoa kwenye kifungo cha mambo haya, iliokoa kwenye kifungo cha dhambi, kifungo cha uovu. Neema yako iliokoa wanadamu, iliokoa kwenye teso ambalo adui ananipiga nao, teso na ulevi na uongo na sinema na neno mabaya na matusi, teso na nguvu za uchawi, teso na uasherati na uzinzi na ulevi, kila aina ya teso inayonitesa. Bwana Yesu, nakuomba uniokoe. Ninanyenyekea chini ya mkono wako uliodai, ninashuka kwa jina la Yesu. Naomba rehema, naomba toba, naomba msamaha. Ninakataa haya yote niliyoyafanya ambayo adui ananitumikisha kuyafanya, anasa za dunia hii, kuenenda sawasawa na dunia hii inavyotaka, inavyoenenda. Nakuomba Yesu, nisaidie, niwezeshe, nisaidie, niwezeshe. Bwana Yesu, bila mkono wako siwezi, bila wewe siwezi. Nimefungwa kutengeneza na ulezi, nimefungwa kutengeneza na nafsi ya dhambi ya nguvu. Nakuomba Yesu, nisaidie, nisaidie, niwezeshe, nisaidie. Nimetambua kwa akili yangu ninafanya haya, kwa akili yangu ninafanya haya, na kifungo kama Paulo anavyosema, yale ambayo anayataka siyafanye, anayoyataka usiyoyataka ndio nayafanya. Naomba Yesu, kifungo hicho kiniachie kwa jina la Yesu. Mwenye nguvu, mwenye mamlaka, mateso hili kiniachie kwa mamlaka ya jina la Yesu. Kamba hii, gereza hili kiniachie. Kama wengine yalitoka na mizani, kama wengine kamba ya kuzimu ziliwaachia, minyororo iliwaanguka, hata mimi kila kifungo nakuomba Yesu kiniachie, kila kifungo kinianguke, kila kifungo
vunja matusi, vunja uongo, vunja uvizo, vunja anasa, ulevi, vunja sizo, niachie. Ufunge, vunja mambo ya dunia hii, niachie kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Shetani akili kuanzia sasa, wewe damu yangu nakukataa kwa jina la Yesu, nakukataa kwa damu ya Yesu. Nakiri Yesu, yeye ni Bwana, yeye ni Mwokozi wa maisha yangu. Pokea Yesu awe Bwana, awe Mwokozi wa maisha yangu. Kuanzia sasa nimeacha dhambi, nimeacha dhambi, nimeacha dhambi, naichukia dhambi, naiacha dhambi, naiacha dhambi, naiacha dhambi, naiacha dhambi, naichukia dhambi, naiacha dhambi kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Nakusukuma, najipenda nao, napenda nao, najitenganisha na wewe, hata kama nimefungwa kwa sadaka, nimefungwa njia panja, nimefungwa kwenye shimo la maovu, nimefungwa wewe kuzimu, kila kifungo nilichofungwa kwenye dhambi na ulevi na uongo na matusi kwa jina la Yesu, kila kifungo cha sadaka najitoa kwa damu ya Yesu, ninaitumia damu ya Yesu, naiumiza yote mfungo cha ulevi, cha uongo, cha matusi, cha ubaili, cha mchoyo, cha chuki, cha wizi, cha anasa, cha sizo, nakunyunyiza damu ya Yesu, nakunyunyiza damu ya Yesu, leo mnyororo na ukata kwa damu ya Yesu, na uvunja kwa jina la Yesu, na ukata kila mwenyeliko na mabaya, najitoa hata kama roho chafu zinakaa ndani yangu, zinaniongoza kutenda dhambi, kutenda mabaya. Leo kila pango asiyolipata baba yangu na mbinguni naling'oa, kila tabia asiyoweka baba yangu na mbinguni naling'oa, kila tabia ya mashetani naling'oa, kila tabia ya uovu naling'oa kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Ewe shetani nafunikania kuanzia leo, kuanzia leo, kuanzia sasa, acha roho yangu, acha kazi yangu, acha ujana wangu, acha mama wangu, acha maisha yangu. Ewe shetani una mamlaka ya kuniongoza, una mamlaka ya kunizuia kuingia mambo, unaleta uzito kwenye maisha yangu, unaleta uzito kwenye huduma yangu. Nimekuwa mzito na mambo ya Mungu, nimekuwa mzito nimetoa Mungu kufanya kazi ya Mungu nadani kwenye mambo ambayo Mungu alitaka niyafanye. Ameniwekea vizuizi na Mungu uzito, kila uzito ulioweka leo, kama Mungu alishinda na Roho wake Mtakatifu alishinda huo uzito, nautoa shetani ananiongoza kuyanunua machukizo ya Mungu, wale ambayo Mungu amenipa, amenifundisha kununua sigara, anasa, kununua mawigi, anasa, kununua rangi ya mdomo, anasa za dunia, na unatubu kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Yesu msaidie, usinunue hivyo vitu, hata kama inakamanika, hata kama nikivuta, hata kama ninakuta maisha yangu, afya yangu. Naomba Yesu nisaidie, usinunue hivyo vitu, nisitumie hivyo vitu, nisaidie Yesu, utoe huko usalani na kidomo na kigure, asikataa hayo mauzi, hayo manywele ya marehemu, hayo manywele ya kuzimu, nakataa hayo uchoyo, nakataa hayo uongo, nakataa hayo wizi, nakataa hiyo chuki, nakataa kuambia wengine wanaposaidiwa, wanapowezesha hiyo roho naing'oa ya chuki, ya magongo, ya uwezo, ya magongo, ya nafsi, ya magongo, ya ushirati, ya chue, ya ushirati
kiburi cha ujana, kiburi cha ujana, akikataa jina Yesu, kama Yesu anambia leo achague moja, anamfuata Yesu. Kama Paulo alivyosema, ninasumbiwa pamoja na Kristo, niko hai, sio mimi ninayeishi, anaishi ndani yangu. Maneno yale ya kwamba ninatulia, nimekufa pamoja na Kristo, nimesumbiwa pamoja na Kristo, sio mimi, Kristo anaishi ndani yangu. Kuanzia leo mwili wangu umekaa, Yesu anakaa ndani yangu, anaishi ndani yangu. Kuanzia sasa Yesu awe Bwana, awe Mwokozi wa maisha yangu. Bwana Yesu mtawale, muongoze, nifundishe, toka nje, ajini toka nje, tabia ya ulisi shamba baba na mama, na tabia ya ukoo ya familia, ya ukoo ya mkoa unaotoka unaozaliwa, na tabia ya kikabila, ya kimila, ya kiusuli za wanadamu, yale tabia hayakataa kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Hata kama kabila langu lina sifa za uovu, sitachukua kwenye kabila, sitachukua kwenye ukoo, kwenye familia. Ada yake inafanana na yeye aliyemfia msalabani, aliyemfia akafufuka pamoja nami, alisulubiwa pamoja nami. Inachukua sura ya Yesu, inachukua sura ya Kristo, inachukua sura ya Yesu, sura ya Yesu, sura ya Kristo, sura ya Kristo, inachukua mwili wangu, sura ya Yesu, sura ya Yesu, sura ya Yesu, umbike ndani yangu, ndani ya Yesu, umbike ndani yangu, Bwana Yesu, umbika ndani yangu, chukua afya yangu, sura yangu, tabia zangu, umbika ndani yangu, na uvua utakaye, na uvua ule utu wa zamani, wa anasa, wa ulevi, wa uongo, wa sizo, wa uvua ya jina Yesu. Waomba Bwana Yesu nisaidie, ule utu wakae kwenye ajili ya wokovu, Isa yangu ya wokovu, Yesu yangu ya kutoka kwenye utu wa kale, kwenye tabia za kale, kwenye tabia za uovu, nazivua ya jina Yesu. Sababu Yesu nasua uovu, nasua matusi, nasua chema ya kupepo, ya kichawi, ya kishetani, nasua tamaa, nasua uvimbe, maisha yangu, emea, kila tabia ya kusema, naivua ya jina Yesu. Unapomua kila tabia unapokaribisha au inakushafisha njengo, kwa jina Yesu. Bwana Yesu, unavua mabenzo, una machokani, unazikataa ya majoro, una majoma, unazikataa, unapokua ya jina Yesu. Bwana Yesu, ile tabia ya majoka, ile tabia ya unapomua kwa majina Yesu, kwa uongo, kwa ukolale, kwa uvivu, kwa
Ndio. Unaweka juu. Sema Bwana Yesu, njia za kutoka mautini zina wewe. Naomba unitoe kwenye mauti ya ulevi, mauti ya zinaa, mauti ya matusi, mauti ya ulevi, mauti ya uongo, mauti ya unyang'anyi. Naomba unitoe, naomba unitoe kwenye hiyo njia ya mauti, maana umesema uzima na mauti iko kwenye wetu na tunataka nakataa mauti na kina njia ya uzima na kina uzima. Wewe mauti nakataa, mauti kuna mamlaka ya kunitawala, kunitesa, ulivyonitesa yatosha, ulivyonitumia yatosha. Leo natoka mautini, natoka kwenye tabia zilizo unang'ania walizitolea sadaka
nimeshika, nimeshikika. Leo natoka damu ya Yesu, naachilia damu ya Yesu nafsi yangu, toka huko mwili wangu, toka huko roho yangu, toka huko hiyo mauti ya shetani, ya uvivu, ya anasa, tabia ya kimashetani, natoka. Imeandikwa itapita maji mengi meze sawa wa mwanamke, lakini mbingu tusaidia. Bwana Yesu nisaidie, nitoke hapa. Hii homa, hii shida imenishika, hii tabia imenishika, imenimeza, inanitesa, inanitumikisha, inakuwa mzito wa huduma, mzito wa kazi ya Mungu, inakuwa mzito wa ibada ya nyumbani, ibada ya familia, ibada ya familia yangu, inakuwa mzito wa ibada ya idara, ibada ya sifa, inakuwa mzito kwenye mambo ya kimungu. Lakini leo umeandikwa hiyo. Sema Bwana Yesu, wewe ni mwema, niokoe nisizame. Bwana Yesu, nisizame, niokoe. Nanyosha mkono kwenye ishara ya msalaba wako, nahitaji niokoe, nahitaji nisaidie, nisizame. Maji ni mengi yaliponikuba, adui amejipanga, nisaidie nisizame, nisaidie. Wewe umesema kila atakaye niite jina lako ataokolewa. Nakuita Yesu, nakuita Yesu, nisaidie. Nakuomba Yesu, nakuomba Yesu, nanitoe hapa ikosi cha kwanza. Adui ananitumia, shetani ananitumia, zile inapata faida kwa matusi yangu, inanufaika na uzinzi wangu, na ushirati wangu, na umungu wangu. Uzima inapata kuitumia kwa sababu alinishikilia kama matema. Naomba natoka kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Achilia mbele za Bwana, acha Mungu akutoe. Nanyunyiza damu ya Yesu, 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 nanyunyiza damu ya Yesu. Kinaliomeza kichwa chako, kinaliomeza ufahamu wako, kinaliomeza maono, maongozi ya Roho Mtakatifu. Sasa ni mwisho, sasa ni mwisho, sasa ni mwisho. Giza lililokufunika sasa ni mwisho, sasa ni mwisho. Nuru ya Kristo inakuja hapo ulipo. Mauti imekuzingira, uvuli wa mauti umekuzingira,
Nguvu za Mungu zinakuja hapo ulipo, hapo ulipo, hapo ulipo, na kuwapusha joka. Achia huyo mtu, achia akili zake, achia maono, achia ufahamu, achia macho yake, achia macho yake, achia ile nguvu ya ndani, ile nguvu ya kumtumikia Mungu, ile nguvu ya kuona, ile nguvu ya kumsikia Mungu, ile nguvu ya kumpenda Mungu. Imekamatwa, imekamatwa. Leo iachie, leo iachie, leo iachie, leo iachie. Ewe joka, na kuapisha kwa jina la Yesu, toka mwachie mtu. Nasema mwachie, nasema mwachie, nasema mwachie, nasema mwachie, nasema mwachie, na mrudisha kwenye hali yake ya ubinadamu, ya ubinadamu, ya ubinadamu, ya ubinadamu, ya ubinadamu, ya ubinadamu, ya ubinadamu. Uko mtu hapa wamekuweka kwenye hali ya kipepo, ya kipepo, ya kipepo, ya kipepo, ya kipepo, ya kipepo, ya kipepo. Hayo mapepo yanapigwa, 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 yanapigwa. Unateketeza, unateketeza. Ewe Lucifer, ewe joka, ewe kuzimu, ewe Lucifer, ewe joka, mwana wa majoka, mwana wa majoka. Unateketea, unateketea, unateketea na kuharibu kwa jina la Yesu. Leteni huko. Inua mikono yako juu. Sema Bwana Yesu, narudi mikononi mwako. Narudi kwako Bwana Yesu. Kwako kuna uzima, kwako kuna uponyaji, kwako kuna ulinzi, kwako kuna ulinzi, kwako kuna baraka, kwako kuna neema. Narudi kwako, narudi kwako. Naomba Yesu, univishe zile vazi na utukufu, univishe zile vazi na huduma, univishe zile vazi la mamlaka. Narudi kwako. Naomba nipokee, naomba nipokee, naomba nipokee kila mizigo nimechukua. Bwana Yesu, niondoe, 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 niondoe kwa damu yako, kwa jina la Yesu. Tunaendeleza Mungu. Unarudi, 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 unarudi. Kila mizigo iliyochukua Yesu anaiondoa. Yesu anaiondoa mizigo ya magonjwa, mizigo ya utasa, mizigo ya umaskini, mizigo ya mpinga Kristo, roho ya uganga, roho ya uganga, roho ya uganga. Na mwana mtu hapa amepishwa hiyo roho ya uganga, anatakiwa aende akatumikie kwenye uganga. Kwenye familia yako na madhabahu ya uganga, na wanayokupendekeza ni wewe, na wewe mwenyewe unaona toka ndani unatumikia kwenye uganga. Hata ndoto zako nyingi unaona unaagua watu, unatibu watu. Hiyo ni pepo. Leo inakutapika, leo inakutapika. Tabiwa mtu, tabiwa mtu, tabiwa mtu. Huyu ni naye Yesu, huyu ni naye Yesu. Haini mwenyewe na mawemo. Hata kwenda, 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 hata kwenda. Na inarua hiyo madhabahu, na itelekeza, na itelekeza, na itelekeza, na itelekeza. Na kuwa hiyo makanito, na kuwa kama za kuzimu, minyororo ya kuzimu, na pasua lada, na kunja kamera, na kunja Biblia, na vikanyaga kanyaga. Hiyo Biblia inapasuka, 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 na vipasua, na vipasua, na vipasua, na vivunja kwa jina la Yesu. Beba mlete huko. Kemea hiyo roho, usiseme nayo kimya. Sio rafiki hiyo, itakuingia. Kemea. Kama nyoka usipomkemea na kufuata miguuni na kukamata, unaishambulia kwa kumkemea. Hakuna madhabahu ya uganga hapo. Meshindwa kwa jina la Yesu. Meshindwa kwa damu ya Yesu. Meandikwa tutamtumikia Bwana Mungu wetu, naye atakibarikia chakula chetu. Hatutatumikia madhabahu ya uganga. Sasa Bwana Yesu, nimekataa kutumikia mabahari, kutumikia miungu mingine. Mimi nakataa kutumikia miungu ya dunia hii. Sitaitumikia madhabahu za wahenga, za mababu, za waganga, za ushirikina. Sitazitumikia. Kama vile Yoshua alivyosema, mimi na nyumba yangu tamtumikia Bwana. Ewe Bwana Yesu, ninakiri kuanzia sasa mimi ni mtumishi wa Mungu, na nitendewe yaliyo mema, na nitendewe kama Mungu apendavyo. Sitamtumikia huyo shetani, sitamtumikia madhabahu za masoniki, madhabahu za kimason, sitatumikia madhabahu za mizimu,
upande wa mama yangu, kwenye familia yetu, kwenye ukoo wetu, hizo madhabahu hautatumikia, sitazitumikia kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Pia mbele na Bwana na mikono yako juu. Bwana kutoe kwenye ziki, Bwana kutoe kwenye ziki, Bwana kutoe kwenye ziki, Bwana kutoe kwenye ziki, Bwana kutoe kwenye ziki. Jina la Bwana likuokoe, jina la Bwana likuokoe, jina la Bwana likuokoe. Yesu akuokoe na hiyo nguvu iliyokushikilia. Yesu akuokoe, 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 Yesu akutoe hapo alipokuweka, hapo anapokutesea, hapo anapokutesea. Bwana akutoe huko, 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 Bwana akutoe huko. Roho Mtakatifu amegusa maisha yako, amegusa maisha yako, amegusa maisha yako. Kuna mtu naona agano limesimama juu yako, wameandika kuna kazi, kuna kupata kazi, hakuna kufanya kazi, hakuna kupata kazi. Wamesainisha, wahenga wameandika kuna kazi, hakuna kufanya kazi, hawataki ufanye kazi. Na maandiko yanasema asiyefanya kazi na asile. Maana wanataka usiwe na kazi ili usile. Mungu anataka uwe na kazi, Mungu anataka uwe na kazi. Na kamata hiyo hati ya mashtaka waliosainisha, hakuna kazi hapa, hakuna kufanya kazi hapa, hakuna kuwa na kazi hapa. Naiondoa, 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 naiondoa kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Naiondoa, naiondoa. Naona hiyo hati inatembea na mtu, inatembea na wewe, inatembea na wewe kila unapokwenda, kila unapokwenda, kila unapokwenda, kila unapoomba kazi, kila unapopeleka vitu vyako, kila unapoenda kutafuta kazi, sura inakuamulia ya hakuna kupata kazi, ya hakuna kufanya kazi. Kwa sababu ziko hapa zinapambana na hiyo na hiyo nyama, na hiyo agano, na hiyo agano, na ivunja, na ivunja, na ivunja, na ivunja, na ivunja, na weka kazi, 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 na funde hiyo agano, na ifuta hata kama limetolewa sadaka ya watoto wachanga, ya damu ya watoto wachanga. Hiyo agano inaharibiwa kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Na kutoa, na kutoa, na kutoa, na kukutanisha na kazi yako, na kazi yako, na kupeleka mimi kwa jina la Yesu, na kuongoza kwenye ofisi ambayo unatakiwa ufanye kazi hapa, na kuongoza, na kupeleka, na kupeleka, na kupeleka, na kupeleka. Wanaoshindana wanaharibiwa, wanaozuia wanaharibiwa, wanaotangulia mbele yetu wanatelekezwa, wanatelekezwa, wanatelekezwa. Vita vya kazi, vita vya kazi inapigana, 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 inapigana. Wanaotaka kutumikisha kwenye mambo ya kazi, wanaotaka kufanya kazi kwenye ulimwengu wa giza, kwenye ulimwengu wa giza. Na kuinua agano, na kuinua, na kuinua, na kuinua, na kuinua, na kuinua, na kuinua agano. Inapinduliwa, 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 inapinduliwa. Utafanya kazi kwenye makampuni yao, kwenye magari yao, kwenye mataasisi yao, kwenye mikataba yao, na kuja ile agano, na kutoa kwenye makampuni, na kutoa kwenye magari makubwa, kwenye malori, na kutoa huko, na kutoa huko. Naona watu wanatolewa, 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 wanatolewa. Kundi ya Mungu liko hapa, kuna kundi la watu wanatolewa, wanatolewa, waiweka kwenye misingi, waiweka kwenye misingi ya makampuni makubwa, makampuni makubwa, mataasisi makubwa. Wanatoka, 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 wanatoka. Na kuita kwa jina la Yesu, na kuita kwa damu ya Yesu, na kuita, na kuita, na kuita, na kuita, na kuita kwa damu ya Yesu. Weka mikono yako kichwani. Weka mikono yako kichwani. Sema Bwana Yesu, natoka kwenye msingi walikonianzishia uovu wangu,
uharibifu wangu, waliharibu maisha yangu kwa kuniweka kwenye misingi ya kazi zao, kwenye misingi ya makampuni yao. Walitaja jina langu, wakakamata ile nguvu ya ndani ya kufanya kazi, ile nguvu ya ndani ya kupata utajiri. Wamekamata maono, akili, ufahamu. Kuna wakati sielewi kabisa, napotea kabisa, na walibutiwa kabisa. Leo ni mwisho, leo ni mwisho, leo ni mwisho, leo ni mwisho, leo ni mwisho. Yesu nitoe, Yesu nitoe, Yesu nitoe, Yesu niokoe. Tulia mbele za Mungu. Bwana anakuokoa kama ulivyokiri, kama ulivyokiri, kama ulivyokiri, kama ulivyokiri, kama ulivyokiri. Yesu anakutoa, Yesu anakutoa, Yesu anakutoa. Ndio, 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 hawawezi kuvumilia maadamu umemwita Yesu. Unatoka, 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 unatoka. Waliochota nywele za utosini, waliochota nywele za utosini, vita vinapigana kwenye huo utosi, kwenye huo utosi, kwenye huo utosi, kwenye huo utosi, kwenye huo utosi. Vita vinapigana, vita vinapigana, vita vinapigana. Unasikia utosi kama unapasuka, kama unapasuka, kama kuna jipwa, kama kuna jipwa. Hilo sio jipwa la kawaida, hizo ni roho, hizo ni roho zinashurutisha kutoka, zinashurutisha kutoka, zinamalisha kutoka. Zilikuwa zinavuruga yale mawazo makubwa, yale maono makubwa, ile vita kubwa walikuwa wanaivuruga, walikuwa wanaivuruga. Sasa wanaondoka, wanaondoka. Kono wa Bwana uko juu yako, uko juu yako, uko juu yako, uko juu yako. Ni mkono wa Bwana, ni mkono wa Bwana, ni mkono wa Bwana uko juu yako, uko juu yako, uko juu yako. Wewe sio kuwa hivi, wewe sio kuwa hivi, ukipaswa ile hivi, hivyo ulivyo. Ni matokeo ya kuzimu, ni matokeo ya giza, hivyo ulivyo. Si mapenzi ya baba yako, si mapenzi ya Mungu wa mbinguni, ni matokeo ya Lucifer. Mungu anakutoa, Yesu anakutoa, Yesu anakutoa, Yesu anakutoa kwenye mashamba ya mtende, kwenye mashamba ya korosho, kwenye magari makubwa, kwenye magari makubwa. Unatoka, unatoka kwenye viwanda, unatoka, unatoka kwenye makampuni, unatoka, unatoka. Vita vinapigana, 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 vinapigana. Ule upande aliokaa na papasa, na papasa, na papasa kwa mkono Bwana, na wagusa, na wagusa, na wagusa, na wagusa, na wagusa. Baba kwenye elimu, Baba kwenye vyeti vyako, wamekalia vyeti, wamelalia vyeti, wameamka na vyeti vyako, wamelala na vyeti vyako, waliamka na vyeti vyako, wamelala na vyeti vyako. Yesu anawatoa, anawatoa, anawatoa. Kuna watu mnatolewa, mnatolewa, mnatolewa kwa sababu angalia kwa Mungu, haida kunyachia kwa Mungu, nyachia kwa Mungu. Kuna watu walikuwa wajiriki, wanaenda kuajirika, wanaenda kuajirika, wanaenda kuajirika, waiweka mikakati mibaya, magumu mabaya, na agano mabaya, wanaondolewa, 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 wanaondolewa. Ndio, 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 ndio. Katika mtu, katika elimu yake, katika ajira, katika ajira ameniandikwa, ameneza mali, akaitapika, 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 akaitapika. Kila walichoweza, kila walichoweza, wamekamata hatua zako za mafanikio, za maendeleo, za maono, za mafanikio. Wanaziachia, wanaziachia, wanaziachia na kubamiza chukani na kupanda kwa jina la Yesu. Asante Yesu, asante Yesu. Sawa na Yesu, karama na vipawa vilivyoibiwa kwenye matope, kwenye magereza, majalalani, 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 jalala. Natoka, 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 natoka kwenye aibu, kwenye aibu, kwenye aibu, kwenye aibu. Natoka, natoka, natoka kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Hiyo aibu iko chini, hiyo aibu iko chini, hiyo aibu iko chini. Aibu walioipanga juu yako iko chini, hiyo aibu iko chini,
hiyo aibu ikuachie, fedheha ikuachie, fedheha ikuachie, kila fedheha waliokuwa wameiandaa juu yako ikuachie kwa jina la Yesu, ikuachie kwa damu ya Yesu, fedheha ikuachie, aibu ikuachie. Walipanga uharibike, walipanga uharibike. Naona mipango ya kuharibika, wamekaa wamekubaliana uharibike, wameandaa fedheha kubwa kwamba tutamfedhesha mwaka huu. Sema na Yesu, wewe umeona, wewe umeona, usimpe adui kufanikiwa aliyotaka, usimpe shetani kufanikiwa aliyotaka. Hiyo fedheha haikataa, hiyo aibu haikataa, hiyo fedheha aliyoiandaa niwaambie wenyewe, nawarudishia, rudisha. Naona kikao kikubwa kwamba tukifanya hivi na hivi na hivi ataharibika mwaka huu, hata amini ataacha kumtegemea Mungu wake. Iwarudie wao, warudishie. Wewe aliaibika Yesu kwa ajili yako, alichukua aibu yetu, alichukua magonjwa yetu, alichukua fedheha yetu. Hauna sababu ya wewe kuaibishia wao ambao wamemkabatiza. Hiyo aibu wakamata na vizazi vyao na vizazi vyao na vizazi vyao na miungu vyao na vizazi vyao, funga maisha yao, funga maficho yao, waaibike wao, wafunulie maficho yao, aibu yao, maficho yao, aibu yao, zifunulie fedheha zao, zifunulie. Tuone kama tembea kwenda kwa hiyo Samueli, warudishie maneno ya Yesu kwamba wamefunua malinda, wamefunua yaliyokutika, wamefunua yasiile, na warudishia, atarudishiwa hata yule mchawi, huyo chama letu, atunabadilisha yeye, atueleze yeye. Tunarudisha fedheha, tunawarudishia ilikotoka kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Aibika mwenyewe, umekamata mwenyewe hiyo fedheha ya kwako. Sema Bwana Yesu, ninakushukuru kwa kuyafunua yaliyofichika, yaliyofichwa, yafunuliwe. Roho Mtakatifu, kila aibu uliyoiandaa ndani ya mwaka huu haitanipata, maana aibu kwa kuaibika yeye mimi nimepona, kwa kufedheka yeye mimi nimeheshimia. Asante Yesu uliyechukua fedheha yangu, aibu yangu. Sitaaibika kama wanadamu wanavyotaka, kama mashetani yalivyokusudia, vikao vyao walivyokutana kupanga juu ya aibu yangu. Viwe vitanzi kwao, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Achilia mbele za Mungu. Na mtu Mungu anataka kukuponya, tulia mbele za Mungu. Mimi sijui ni nani, lakini naona uponyaji kwa mtu. Namlilia Mungu kwa ajili ya uponyaji muda mrefu. Roho Mtakatifu anataka kukuponya, anataka kukudhihirishia, maana una mashaka ndani yako kwamba Bwana Mungu hapa nitapona. Nataka kudhihirishiwa kwamba yeye yuko na anajua hata unachokiwaza. Roho Mtakatifu anakugusa kwenye ni uponyaji, mambo ya siri, mambo yanayotisha, mambo yanayoaibisha
unaponywa, 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 unaponywa. Ndio, ndio. Ni neno gani asiloliweza? Ni neno gani asiloliweza? Asiloliweza, asiloliweza. Ni neno gani? Ni neno gani? Ni neno gani asiloliweza? Nini? Kansa, sukari, HIV, TB, ni kitu gani asichokiweza? Anaondoa huo ugonjwa, anauondoa, anauondoa, unatolewa, unatolewa, unatoka huo ugonjwa, unatolewa kwa Yesu, kwa uponyaji, kwa uponyaji. Asante Yesu, asante Yesu, asante Yesu, kwa uzima, kwa uzima, kwa uzima, kwa uponyaji, kwa uponyaji, kwa uponyaji, kwa uponyaji. Waliokuwa wanasimamia huo ugonjwa, kazi wanayo, kazi wanayo, kazi wanayo, kazi wanayo, wanapigwa, wanapondwa, wanapigwa, wanapondwa, wanapigwa. Walioambiwa hakikisha huo ugonjwa mpaka unamwondoa duniani, wakapewa hilo agizo, walipewa hilo agano, wanapigwa, 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 wanapigwa. Farasi na mpaka farasi anapigwa, wanapigwa, wanapigwa, wanapigwa. Uponyaji ni haki yako, ni haki yako, ni saa ya kuponywa, ya kuponywa, ya kuponywa, ya kuponywa, ya kuponywa. Ndio nguvu za Mungu zimekamatana na huo mwili, na huo mwili, mwili unatoka, vitu vinatoka, vitu vinatoka, unaponywa, unaponywa. Bwana amekusudia mema, Bwana amekusudia mema. Walikusudia mabaya, Bwana amekusudia mema. Walikusudia mabaya, Bwana amegeuza yawe mema, yawe mema, yawe mema, yawe mema, yawe mema, yawe mema. Yaendelee kutoka, yaendelee kutoka, yaendelee kutoka, yaendelee kutoka, yaendelee kutoka, yaendelee kutoka, yaendelee kutoka. Walikusudia mabaya, Bwana amekusudia mema, Bwana amekusudia mema, Bwana amekusudia mema, amekusudia mema, amekusudia mema, amekusudia mema. Nageuza kutoka, nageuza kutoka, nageuza kutoka, nageuza kutoka, nageuza, nageuza, nageuza kwa damu ya mwana kondoo. Ninaomba kesho mikononi mwako, kazi yangu naweka mikononi mwako, ajira yangu mikononi mwako. Mabaya yasiyo fungu langu, yasifanye kwangu. Mikosi, laana, nuksi sio fungu langu. Nachukua uzima, baraka, amani, upendeleo, ustawi, afya tele. Wewe na nyumba yangu ni mali yako Yesu. Usiniache, usinipungukie mpaka ukamilifu wa dhahabu. Bwana Yesu, wiki hii inaomba Jumatatu iwe baraka, iwe baraka, iwe baraka. Kila kitu kiende sawasawa na mapenzi yako. Mapenzi yako yafanyike kwangu, kwenye familia, kwenye mipango yangu, kwenye kazi, kwenye biashara, kwenye mapato yangu. Kama uko mbinguni, yatimizwe pale nyumbani, pale kazini, kwenye ajira. Iwe ni wiki ya kicheko, iwe ni wiki ya kukutana na malaika watakatifu, waleta habari zilizo njema, waleta taarifa zilizo njema. Iwe ni juma na kukutana na watu muhimu, na watu watakatifu wema, wafadhili wangu ulioniandalia kabla ya misingi ya dunia. Iwe ni wiki ya kutoka na kicheko, iwe ni wiki ya habari njema za ufalme, habari njema za kazini, za ndoa, za uzao. Iwe ni wiki ya kusikia yale ambayo nimeyaendea kwa muda mrefu, nimeyalia matendo makuu, ya matendo makuu, ya matendo makuu, ya matendo makuu, na imekuwa